وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumekutana hapa katika nyumba ya Allah leo hii usiku kuamkia Jumamosi ya tarehe 17 ya mwezi wa Dhulhijja, sawa na tarehe 14 ya mwezi wa 6. Leo hii kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaanza mhadhara wetu ambayo itakwenda kwa siku 4 kuanzia leo hii siku ya Jumaa na kesho Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na Jumanne. Katika hizi siku 4 mhadhara wetu utakuwa umebeba anwani inayosema uhakika wa tukio la Ghadir na mafungamano yake na ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu baada ya mtume kufariki sallallahu alaihi wasallam. Na mhadhara huu ni mgawa katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ambayo nimeifanya kama vile ni utangulizi ambao tutakuwa nayo leo, na inshallah kesho tutakuwa na sehemu ya pili. Sehemu ya pili hii izungumza kwa siku 2, siku ya kesho na kesho kutwa, na sehemu ya 3 tutaimalizia siku ya Jumatatu. Sehemu ya kwanza tutazungumzia misingi muhimu kuijua katika kuzungumza Mashia. Hiyo tutakuwa ndo sehemu yetu ya kwanza, misingi muhimu kuijua katika kuzungumza Mashia. Na inshallah kesho na kesho kutwa ndani ya siku 2 tutalizungumzia tukio la Ghadir lote kwa ujumla ndani ya siku 2. Lakini siku ya 3 ambayo itakuwa ni siku ya sehemu ya 3 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatatu, tutazungumzia suala la utawala na ukhalifa wa Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, kwamba sisi Ahlus Sunna tunapishana na Mashia katika swala la ukhalifa. Sisi tunaona kwamba khalifa baada ya mtume ni Abu Bakr Siddiq, huku Mashia wao wanaona khalifa baada ya mtume ni Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao tutakautumia katika mihadhara hii ya siku 4. Kabla sijaingia katika maudhui ya leo ambayo nimejitahidi kuifanyia ufupisho katika karatasi ambazo mko nazo mkononi, lengo na madhumuni ni kwamba mara nyingi mtu anaposikiliza hawezi kuyakumbuka yote aliyosikia, atayakumbuka machache. Anaweza kukumbuka ya mwanzo au ya katikati au ya mwisho. lakini yale yaliyoandikwa huwa yanadumu
yanadumu katika maandishi, muda wa kuwa maandishi bado yapo. Mara nyingi mimi katika mihadhara muhimu, mihadhara kama vile ya Mashia, huwa ninapenda zile dondoo nitakazozungumza katika mihadhara niziandike kwa lugha ya Kiswahili ili wale Waswahili wenzangu waelewe. Utakapotoka hapa, ukishika hii karatasi kaiangalia, basi yale ambayo ulikuwa umeyasahau utayakumbuka, lakini pia utapata nafasi ya kuweza kumuelewesha mwenzako. Kwa hiyo ni mfumo ambao mimi nimeuteua, nimeuchagua, na ninaona una maslahi makubwa katika jamii ambayo inatuzunguka. Sasa kabla sijazungumza chochote, napenda nitangulize jambo moja kwa nyinyi wasikilizaji. Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa hapa mkoani Tabora, katika watu ambao tutawazungumza sana ni Mashia. Tutawazungumza ndani, kwa maana tukiwa katika misikiti ndani kama hivi, na tutawazungumza hata nje pia, kwa maana tafikia hatua tutachukua viwanja, tutafuata taratibu za kiserikali, na tutawazungumza nje. Kwa nini tuwazungumze sana Mashia? Sisemi kwamba madhehebu mengine hatutayazungumza, lakini Mashia tutawapa nafasi ya kipaumbele sana, sababu kwamba tofauti zilizoko katika ushia ni tofauti na makundi mengine yote. Yani unaweza kuingia katika utablighi, sawa, ukaingia katika uibadi, ukaingia katika uswali, sio ukaingia katika mapote mbalimbali. Haya mapote yote haya ni mapote ya Kiislamu, yani wote hawa ni Waislamu. Tumetofautiana katika baadhi ya mambo, lakini tunapozungumza ushia ni dini. Umeelewa? Ushia ni dini. Yani ukisema mimi naingia katika ushia, ujue kwamba umeingia kwenye dini nyingine. Si vyepesi mtu kumwambia kwamba ushia ni dini alafu akaelewa. Si vyepesi, ni ngumu sana, kwa sababu wanaswali, wanasoma Qur'ani, wanafunga, wanahiji, wanasaidia mayatima, wanasaidia jamii, lakini ile ni dini inayojitegemea. Kwa hiyo ili kuweza kuiokoa jamii yetu, basi kuna haja ya mara kwa mara kutoa elimu kwa Waislamu kwamba chonde ni afadhali ukawa shoga lakini usiwe Shia. Ni afadhali ukawa nini? Shoga. Mjua shoga? Shoga mnawafahamu. Ukisikia leo mtoto wako amekuwa shoga, nafsi yako itauma sana, si ndio? Utaumia sana, hata barabarani huenda usionekane kabisa kwa ile fedheha ambayo mtoto wako atakuwa ameingiza katika familia yako. Lakini ukisikia mtoto wako amekuwa Shia, unaona kawaida tu. Sasa inatakiwa ifikie hatua, sawa, ukisikia mtoto wako amekuwa Shia, dada yako amekuwa Shia, mama yako amekuwa Shia, ile fedheha na aibu utakayoipata ni zaidi atakapokuwa umepata habari ya kwamba mtoto wangu mimi kwa shoga. Kwa hili jambo hili
sio jambo la jazba kwamba ni jambo tukizungumza leo kesho uchukue msimamo. Tutalizungumza sana. Ninaamini ya kwamba tukienda na ratiba hii baada ya miaka 20 tutakuwa mmeshaelewa. Kama inafika mpaka miaka 20 bado hujaelewa, basi itakuwa Allah hajakujalia taufiki. Kwa hiyo sababu kubwa itakayotupelekea sisi kutoa muda mwingi kuwazungumza mashia ni kwamba ushia ni dini. Kwa hiyo usije ukathubutu kuingia katika dini ya Kishia. Ili uweze kuzuilika kuingia katika dini ya Ushia ni wewe kupewa elimu basi. Nadhani ndio kama mnaelewa vizuri. Na mashia wapo, tunapozungumza hivi katika mkoa wetu wa Tabora, mashia wapo na wameshatengeneza misikiti, na katika baadhi ya wilaya wana misikiti wametengeneza, na hapa mjini wapo wana misikiti yao, na wanawashawishi vijana kuingia katika Ushia. Na njia kubwa wanayoitumia ni njia za ulaghai na njia za uongo ambazo sisi tutakuwa ni wenye kuzibainisha mara kwa mara. Baada ya hapo mtu atakapoamua kuingia katika Ushia, basi itakuwa ni maamuzi yake yeye mwenyewe. Allah tufanyie wepesi katika hii safari, atupe ikhlas na atupe subra kwa mitihani na misukosuko yoyote ambayo tutakumbana nayo katika safari hii ya kuwazungumza mashia. Niingie katika maudhui yangu ya leo. Kipindi ninaandaa huu muhadhara, niliona kwamba kuna haja ya Waislamu kupewa miongozo muhimu maalum inayohusiana na swala la Ushia pekee yake. Kabla tujaanza kuzungumzia tukio la Ghadir Hum, kwanza tuzungumze ile miongozo na baadhi ya mambo uyafahamu. Kisha baada ya hapo sasa ndio tuingie kwenye tukio moja kwa moja. Kuna nukta tatu ambazo nitazungumza katika siku ya leo ndani ya hii sehemu ya kwanza ya mihadhara yangu. Leo nataka nikupe misingi muhimu sana ambayo wewe unatakiwa uwe nayo, Muislamu unatakiwa uwe nayo kwenye kuwafahamu mashia. Misingi hii nitaizungumza kwa lugha ya Kiswahili. Sinitumia sana lugha ya Kiarabu. Nataka muelewe. Na kama kuna kipengele chochote ambacho hautokielewa, basi uliza. Sio utoke hapa ukaniona huko barabarani. Njoo uulize hapa. Jambo la kwanza ambalo nitalizungumza katika hii sehemu ya kwanza ni الفرق بين افتراق na ikhtilaf. Kutofautiana na kufarikiana. Tofauti baina ya kutofautiana na kufarikiana. Nukta ya kwanza tutazungumzia kwamba kuna kutofautiana kama na kuikhtalifiana, alafu kuna kufarikiana. Hizi ni ibara mbili, ni maneno mawili ya kiistilahi, ni maneno yana maana maalum katika lugha ya kisheria, lakini ni maneno ambayo yameenea kwa kiasi kubwa sana katika jamii zetu. Sisi Waislamu tumefarikiana au tumetofautiana? Tumefarikiana au tumetofautiana? Utaona majibu yanagongana.
Kuna watu wanaona kwamba sisi tumefarikiana, na kuna watu wanaona kwamba sisi tufanye nini? Tumetofautiana. Kutofautiana maana yake ni kukhtalifiana. Sasa nataka tuanze tujue msingi wa kutofautiana na kufarikiana. Hapa kuna nukta mbili nitazisema. Nukta ya kwanza, kuna tofauti kubwa sana baina ya kukhtalifiana, yani kwa maana kutofautiana, na kufarikiana. Kuna tofauti kubwa sana baina ya kukhtalifiana kwa maana kutofautiana na kufarikiana. Japo si kila kukhtalifiana ni kutofautiana, yani si kila kukhtalifiana ni kufarikiana, si kila kukhtalifiana ni kufarikiana. Lakini hauwezi kutokea mfarakano bila ya kukhtalifiana, japo watu wanaweza kukhtalifiana lakini wasifarikiane. Jambo lililokatazwa katika sheria yetu tukufu ni kufarikiana. Ama kukhtalifiana au kutofautiana ni jambo ambalo haliepukiki katika maisha ya kidini na kidunia. Maelezo yako sawa? Tarudia tena kusema haya maelezo. Kuna tofauti kubwa sana baina ya kukhtalifiana kwa maana kutofautiana na kufarikiana. Tofauti ipo, japo si kila kutofautiana ni kufarikiana. Kuna tofauti baina ya kukhtalifiana na kufarikiana kisheria, lakini sio kutofautiana ni kufarikiana. Si kutofautiana ni nini? Ni kufarikiana. Lakini hauwezi kutokea mfarakano, kwa maana watu hawawezi kufarikiana bila kutofautiana. Lazima tofautiane kwanza ndio watafanya nini? Watafarikiana. Japo watu wanaweza kutofautiana lakini wasifarikiane. Jambo lililokatazwa katika sheria yetu tukufu ni kufarikiana. Ama kutofautiana au kukhtalifiana ni jambo ambalo haliepukiki katika maisha ya kidini na kidunia. Maneno yamejifunga nitafafanua, ndio bana kama kuyaandika. Kuna tofauti kubwa baina ya kukhtalifiana na kufarikiana. Hii ni nukta ya kwanza. Kuna tofauti kubwa baina ya nini? Kufarikiana na kukhtalifiana. Wewe na wewe mnaweza mkafarikiana, sawa, na mnaweza mkatofautiana. Si kila watu wawili au makundi mawili yanapo ikhtalifiana lazima yafarikiane. Hakuna ulazima huo. Sio, tumeelewana? Hakuna ulazima mimi na wewe tunapokhtalifiana, tunapotofautiana lazima tufarikiane. Hakuna ulazima huo. Hakuna ulazima huo. Kwa maana upo uwezekano mimi na wewe tukatofautiana lakini tukaendelea kuwa pamoja. Kinyume cha farqa ni nini? Ni kuwa pamoja. Kinyume cha kuwa pamoja ni nini? Ni kufarikiana. Jambo lililokatazwa na sheria ni sisi kufarikiana, sio kutofautiana. Ama kutofautiana ni jambo haliepukiki, si kidini wala si kidunia. Yaani kwa maana huwezi kuwaweka watu katika mtazamo huo mmoja kwenye jambo moja, hili kitu haiwezekani. Allah mwenyewe alishakataa ndani ya Qur'an, walakin ikhtalafu walidhalika khalaqahum walau shaa Allah laja'ala an-nasa ummatan wahida
lau kama Allah angetaka angewafanya watu wote kuwa ni kitu hicho kimoja, walakin ikhtalafu, lakini mtatofautiana. Walidhalika khalaqahum, na kwa ajili hiyo akawaumba nyinyi. Na ndio maana wewe unaweza kutofautiana na nani? Na mke wako, unaweza kutofautiana na rafiki yako, mkapishana maneno. Na Waislamu wakhtalifiana katika baadhi ya mambo, huyu akaona jambo hili kwa hivi, mwingine akaona vingine, tayari tushatofautiana hapo. Lakini si kila tunapotofautiana lazima tufarikiane. Kufarikiana ndio jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza, akasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, si wala takhtalifu, wala tafarraqu, wala msifarikiane. Lakini hamwezi kufarikiana mpaka fani tofautiane. Kwa kinachotakiwa hapa ni kulinda hizi tofauti hizi. Kuna tofauti ambazo zikitokea baina yetu lazima tufarikiane, na kuna tofauti ambazo zikitokea baina yetu sawa, tutaendelea kuwa pamoja, lakini kila mtu tabakia na mtazamo wake. Kipengele hiki kimeeleweka vizuri. Sasa ni wakati gani hapa tutaambiwa ya kwamba tumefarikiana, na ni wakati gani tunasema kwamba hapa watu wametofautiana? Ni sehemu moja tu basi. Ikhtilafu kuna sehemu ikitokea hapo watasema ya kwamba hapo wamefarikiana. Watu wanapokhtalifiana katika misingi ya dini, watu wanapokhtalifiana katika misingi nini? Misingi ya dini, huambiwa wamefarikiana. Watu wakitofautiana katika misingi ya dini, usulu dini, wakitofautiana pale hawaambii kwamba wametofautiana, wanaambiwa fanya nini? Wamefarikiana. Na wakikhtalifiana au kutofautiana katika tanzu au matawi ya dini, huambiwa wamekhtalifiana au wametofautiana. Narudia tena, wakati gani utasema ya kwamba hapa pana farqa, na ni wakati gani watasema kwamba hapa kuna ikhtilafu? Ikhtilafu itasemwa pale watu wanapokhtalifiana katika tanzu za dini. Nikisema tanzu za dini, naelewa matawi ya dini. Wakitofautiana hapa, wanaambiwa hao fanya nini? Wamekhtalifiana. Lakini wakikhtalifiana katika usulu dini, katika misingi ya dini, ibara itakayotumika pale wataambiwa kwamba hawa wamefarikiana. Haitatumika ibara kwamba hawa wamefanya nini? Wametofautiana. Ibara itakayotumika pale ni kwamba hapa pana furqa au pana farqa. Farqa imetokea. Tupo. Wakati gani mtu ataambiwa ya kwamba hapa pana ikhtilaf? Ni wakati gani itasema ya kwamba hapa pana iftiraq? Tutasema ya kwamba hapa pana iftiraq itakapokuwa ikhtilafu imetokea katika misingi mikuu ya nini? Ya dini. Na tutasema ya kwamba hapa pana ikhtilafu itakapokuwa ikhtilafu ile imetoka katika furu'u dini. Labda nimalizie kipengele hichi cha kwanza, usulu dini ni nini, sawa, na furu'u dini ni nini. Usulu dini ni zile arkanul imani 6, zinaitwaje zile? Usulu dini. Zile Waislamu hawatakiwi kutofautiana hata kidogo. Kumwamini Allah, kumwamini mtume, kuamini siku ya mwisho, kuamini malaika, kuamini vitabu vyake, na kuamini nini? Qadar. Haya mambo 6 haya ni marufuku kutofautiana. Waislamu wote wanatakiwa wakae na mtazamo huo mmoja basi, sababu huo ndio Uislamu wenyewe.
na ambao huo Uislamu ni matendo ya nini? Ya moyo. Na ndio kazi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya kwa kiasi kikubwa sana, kutengeneza nini? Nyoyo, imani ikiti katika nyoyo za watu. Ama furu'u din, tanzu za dini, matawi ya dini, ni zile arkanu al-islam al-arba'a, nguzo nne za Uislamu, ambayo ni swala, zaka, hija na nini? Na sala. Mambo ya ibada yale yanaitwaje yale? Matawi ya dini. Kwa maana kuna msingi alafu kuna yale matawi yake. Sasa sehemu ambayo tunatakiwa sisi tukitofautiana, kila mmoja aendelee kuwa na msimamo wake na mtazamo wake, ni katika hizi arkanul islami al-arba'a, nguzo nne za nini? Za Uislamu. Tena hizi nguzo nne za Uislamu, ahlul ilm wanasema watu watatofautiana katika zile furu'i zake. Sio kwa maana mmoja aseme kwamba swala ni sawa na mwingine anasema swala sio nini, sio sawa. Ikhtilafu zitakuja katika masala ya ndani kuhusu swala. Huyu anaona kwamba ukiswali ufunge mikono kwenye kifua, mwingine anasema hapana, hakuna ulazima kufunga mikono nini kwenye kifua, unaweza ukaachia. Haya masala ya furu', masala ya furu' ambayo walitofautiana kuanzia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mpaka zama zetu, wala hayawezi kuwa na mtazamo mmoja. Umeelewa? Sasa tunapokuwa tunazungumza masala ikhtilafu, miongoni mwa makosa makubwa sana ambayo huwa watu wanayafanya, watu huwa hawaangalii usuluddin, wanaangalia nini? Furu'uddin. Ndio tatizo linaanzia hapa. Kumbe zile usuluddin zile ndio misingi mama ambayo watu wakitofautiana pale, yani huku hawawezi kukubaliana hata kidogo, mizozo itaendelea tu mpaka kiyama kinasimama. Lakini ile itikadi ile inapokuwa ni itikadi moja katika zile nguzo sita za imani, mitazamo yetu sisi ni mitazamo ya aina moja, huku hata tukikosana basi tutaendelea kukaa pamoja. Sisi tumeelewana jamani? Kwa sababu tunapokuwa tunazozana sisi, kuna mahala tunarudi pale. Tunaporudi pale, sawa, panatufanya sisi tukae pamoja. Kwa kumalizia hili jambo la kwanza, mfano wake ni kwamba tuna familia mbili. Tuna familia ya mzee Juma na tuna familia ya mzee Rashidi. Sawa, mzee Juma na watoto 10 na mzee Rashidi na watoto wangapi? 10. Hawa watoto wa mzee Juma wanapokhtalifiana wanarudi kwa nani? Ndio nini? Ndio usuli, ndio msingi ule. Mshaelewa? Ndio nini ile? Ule ndio msingi. Kwa maana hawa wagombani na kugombana, kuna sehemu watakutana tu ambapo ni kwa baba yao. Lakini familia hii ya mzee Juma na familia ya mzee Rashidi, hizi familia mbili tofauti. Kwa utakapokuwa sasa huyu mtoto wa mzee Juma amegombana na mwenzake, si ndio? Halafu anataka hakimu wa mzozo huu awe mzee Rashidi, kuna suluhu hapo? Haiwezekani, kwa sababu wenyewe wana shina lao lipo, wana msingi wao wako nao pale. Lakini wote kirudi kwa ule baba yao pale, baba yao anaweka sawa. Ndio maana utaona hata katika upande wa familia watu wanaweza wakatawanyika, alafu siku tu mzee akasema ikifika tarehe fulani watoto wote njooni hapa, basi yashamaliza. Ukaanza kupiga simu, mzee kuna nini huko? Nimesema njoo basi. Na wewe hapo ulipo hapo ni mzee kwa watoto wako, lakini yule kichwa cha familia ameshasema njoo. Lakini mzee Juma akiita watoto zake,
watoto zangu wote John, watoto mzee Rashid wataenda? Hata kwa sababu ni misingi miwili tofauti. Nadhani mpaka hapo mtakuwa mmenielewa vizuri sana. Barakallahu fikum. Fadhiniwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Nadhani nukta kwanza itakuwa imeeleweka vizuri. Nukta ya pili, tuzungumzie umoja baina ya Shia na Ahlu Sunna. Kwa sababu kuna watu mashekhe na baadhi ya viongozi hasa hawa watu wa bid'a, zinapotokea minasaba mbalimbali ya kidini, basi Mashia wanapokwenda katika minasaba hiyo huwa wanazungumza lugha kwamba sisi na Ahlu Sunna na Mashia ni kitu kimoja. Ikhtilafu zilizoko baina yetu ni ikhtilafu ndogo ambazo zinapewa sura kama vile ikhtilafu ya madhhabi ya Shafi'i na madhhabi ya Maliki. Sawa? Tena wakati mwingine mnapewa visa. Imam Shafi'i anakuwa anaona kukunuti inafaa. Imam Ahmad anaona kukunuti fanya nini? Haifai. Lakini huyu Imam Shafi'i huyu akienda kwa Imam Ahmad hakunuti kwa ajili ya kumheshimu nani? Imam Ahmad. Na huyu Imam Ahmad huyu akienda kwa Imam Shafi'i anafanya nini? Anakunuti. Walikuwa wanavumiliana. Ushapigwa changa la macho hapo. Tukio ni kitu kingine, sawa? Na mfano nini? Kitu kingine. Swala la kunuti si katika usuli. Yaani wewe ukikunuti huingii katika bid'a na usipokunuti huingii katika sunna. Kidhibiti ya kwamba wewe ni mtu wa sunna, wewe ni katika Ahlus Sunna au ni katika Ahlul Bid'ah, eti kwa kuwa haukunuti alfajiri wewe ndio mtu wa sunna, hakuna kipimo hicho. Huo ni mtazamo fake. Au tunafunga kwa mwezi wa kitaifa na tunafunga kwa mwezi wa nini? Wa kimataifa, kwamba eti ukifunga na mwezi wa kimataifa wewe ndio mtu wa sunna, na ukifunga kwa mwezi wa kitaifa wewe ni mtu wa nini? Mtu wa bid'a. Hakuna kipimo hicho katika dini. Huwezi kumuingiza mtu katika sunna na mtu katika bid'a kwa kuwa amekhalif masala ya furu' katika dini. La. Mtu anaingia katika bid'a au anaingia katika sunna kwa ajili ya misingi ya dini. Sasa sisi na Mashia, umoja wetu baina ya sisi Ahlus Sunna na Mashia ukoje? Jambo la kwanza kabisa tunatakiwa tufahamu ya kwamba asili ya tofauti baina ya Shia na Ahlus Sunna ni katika misingi ya dini na sio katika tanzu au matawi ya dini. Wewe Muislamu unatakiwa ulielewe hivyo. Ahlus Sunna na Mashia, asili ya tofauti baina yao imeanzia kwenye kutofautiana katika misingi ya nini? Ya dini na sio katika tawi za dini. Ijapokuwa katika matawi ya dini pia ikhtilafu ipo, lakini mzozo kamili ulianzia katika kukhtalifiana kwenye misingi ya dini.
Kwa hiyo ahlus sunna na mashia wao wamefarikiana na kamwe hawawezi kuafikiana mpaka mmoja wao aamue kuacha itikadi yake na kuishika itikadi ya mwenzake, au aamue kutengeneza itikadi mseto, na yote hayo hayawezekani kutokea kwa yoyote miongoni mwao. Haiwezekani ahlus sunna na shia wakawa kitu kimoja. Kwa nini haiwezekani? Kwa sababu wametofautiana kwenye nini? Kwenye misingi ya dini. Hawakutofautiana katika furu'u din, wametofautiana katika nini? Katika usulu din. Kule dini inapochukuliwa kule kwenye misingi ya dini kabisa, kule ndio mzozo ulipoanzia. Hawa wanaona hivi na hawa wanaona hivi. Kwa hiyo wewe Muislamu unatakiwa ili jambo ulifahamu kwa umakini kabisa. Tofauti baina ya Shia na Ahlus Sunna ni katika misingi ya dini na sio katika tanzu za nini? Za dini. Ijapokuwa katika furu'u ya dini pia tunatofautiana, lakini ile farqa yenyewe imeanzia wapi? Kwenye usulu dini. Hilo wewe unatakiwa ulifahamu. Kwa hiyo Ahlus Sunna hawezi kuacha sunna akaingia kwenye nini? Kwenye ushia. Hawezi. Kama vile mshia naye hayuko tayari kuacha ushia wake na kuingia katika nini? Katika usunni. Sasa wakisema hawa tuko pamoja, inabidi wakae watengeneze itikadi mseto. Wakae pamoja tengeneze nini? Itikadi mseto, jambo ambalo haliwezekani. Hiyo ni nukta, ifahamu. Nukta nyingine ya pili, kwenye kipengele hichi cha pili tunachozungumzia umoja baina ya Shia na Ahlus Sunna. Shia haamini kama Ahlus Sunna ipo sahihi katika mfumo wake wa dini. Shia haamini kabisa kama Ahlus Sunna yupo sahihi katika mfumo wake wa dini. Haamini, na ndio maana kamwe Shia hawezi kusali katika msikiti wa Ahlus Sunna hata siku moja. Shia hasali katika msikiti wa Ahlus Sunna, na wewe Ahlus Sunna huwezi kusali katika msikiti wa Kishia. Na Shia kiingia kusali katika msikiti wa Ahlus Sunna, basi ile sala lazima tairudia nyumbani kwake, kwa sababu katika itikadi yake haamini kama wewe upo katika mfumo sahihi. Na wewe pia Ahlus Sunna huamini kama Shia yupo katika mfumo sahihi wa dini, huamini hivyo. Sababu ni nini? Sababu kuu ni kutofautiana sehemu ya kuchukua misingi ya dini. Shia na Ahlus Sunna wametofautiana mahala pa kwenda kuchukua dini. Shia anaona dini sahihi ni ile inayochukuliwa kutoka kwa Allah, kisha kwa mtume, kisha kwa maimamu 12. Basi ndio mtazamo wake. Shia dini sahihi ni ile ambayo inachukuliwa kutoka kwa nani? Kwa Allah, kisha kwa mtume, kisha kwa maimamu 12. Basi full stop. Ushale umeona tofauti ilipoanzia hapo. Dini tunaichukua wapi? Shia inachukua dini kwa Allah, halafu kwa nani? Kwa mtume, halafu kwa nani? Kwa maimamu 12. Full stop. Ahlus Sunna yeye anaichukua dini sahihi, anaona kwamba dini sahihi ni ile inayochukuliwa kutoka kwa Allah, kisha kwa mtume, kisha kuzingatia ufahamu wa masahaba juu ya mafundisho hayo. Ina maana Ahlus Sunna anachukua dini kutoka kwa Allah na Shia naye anachukua kutoka kwa nani? Kwa Allah. Hapo wameafikiana, si ndio? Kutoka kwa Allah dini inakwenda kwa nani? Kwa mtume. Shia anachukua dini kutoka kwa mtume na Ahlus Sunna naye anachukua kutoka kwa nani? Kwa mtume. Kutoka kwa mtume sasa Shia anahesabu watu 12 tu, kwamba hao
ndio ambao waliipokea dini kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi sasa ahlus sunna na waislamu wote duniani kwa ujumla, dini tuliyochukua kutoka masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muda wa kuwa huyu ni sahaba wa Mtume, sisi akisema qala rasulullah tufanye tunachukua. Shia hachukui dini kutoka kwa sahaba yoyote unayemjua wewe, hachukui. Kwa hiyo si Abu Huraira, si Anas bin Maliki, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Musa al-Ash'ari, al-Mu'minin Aisha, Hafsa, Salama, Zainab, wote hata mmoja. Kuna kitabu nitaka nije nacho nimekisahau, kikumbuka nije nacho kesho. Sawa? Wanaelezea kabisa Mashia kwamba sisi hatuchukui na kufanyia kazi mafundisho yoyote ya kidini ambayo yamepita nje ya watu 12. Wale maimamu 10 na ngapi? 12. Kwa hiyo ukimletea hadithi ya Abu Huraira, kimletea hadithi ya Anas bin Malik, kimletea hadithi sijui ya Abu Musa al-Ash'ari, hadithi ya Abu Bakar, hadithi sana mimi hawasiwazingatia. Sio siwazingatia kwamba hawafai. Hawa ni makafiri, hawafai kupokea dini. Sio, unaelewa? Hawa ni makafiri, hawafai kupokea mafundisho ya dini. Sio kama ni Waislamu, hawa ni makafiri kabisa. Kwa hawezi kupokea dini kutoka kwa Abubakar wala kwa Umar wala kwa Uthman wala kwa Abu Musa wala kwa Abu Sa'id. Hawezi kupokea dini kwa sampuli hiyo. Sasa nataka niambie, tutakutana wapi sisi na wao? Tutakutania wapi? Hakuna. Na ndio maana sasa sisi ahlus sunna na waislamu wote kwa ujumla, wanazungumza mara kwa mara, na wewe nataka uelewe hivyo, hakuna ibada hata hiyo moja, hakuna ibada hata moja ambayo sisi waislamu tunaifanya afu na Mashia wenyewe wanaifanya afu tukaa tunafikia. Hakuna hata hiyo ibada yote tunaijua wewe, hakuna. Swala, zaka, hija, saum, ndoa, talaka, eda, kuzika, hakuna sehemu hata moja sisi na Mashia tunafikia. Kwa nini hatuafikiani? Tumetofautiana nini? Misingi ya dini. Tumetofautiana wapi?